Jambo mpendwa mtazamaji, karibu katika awamu nyingine ya mafundisho ya Biblia, mafundisho ambayo yanatuangazia mambo muhimu yanayohusu imani, na pia tutaangalia mambo yanayohusu imani zingine, na haya yatakuwa ya msingi kwa sababu tunaishi katika jamii ambayo ina imani mbalimbali, watu walio na mambo mbalimbali wanaoyaamini. Kwa sababu hiyo hatuna budi kuyahoji pia mambo ya imani zingine. Hii ni kwa faida yako mwenyewe kwa sababu kuhusiana kwetu kama jamaa, kama ndugu, kuna muhimu sana. Isipokuwa katika masuala ya dini, hapo ndipo watu wanahitilafiana. Na hili inaruhusiwa kwa sababu katika masuala ya imani basi tunafaa kuhitilafiana, lakini katika kuishi kwetu, maana tunafanya kazi pamoja, tunaishi pamoja, tunafanya biashara pamoja, tunaabiri gari moja, kwa hivyo inabidi tuishi kama ndugu, lakini tuoji pia yale ambayo upande huu wanaamini na upande ule wanaamini, ili kuangalia ni jinsi gani unaweza kuishi pasipo kuhitilafiana. Nataka nikusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Mkristo, nampenda Yesu, ni mwokozi wa maisha yangu. Ijapokuwa kwa wengi kwa kuvaa nguo hii wanaweza fikiria kwamba imani nyingine, lakini nataka nikuhakikishie kwamba mimi ni Mkristo na nampenda Yesu, kwamba aliniokoa na anazidi kuwa pamoja nami katika maisha. Vazi hili ni vazi tu, japo kwa mtazamo wa wengi wanaweza kuliona likiwa na maana tofauti. Wengine wanaweza fikiria na kwamba kwa kuvaa hivi kisha kuwa Muislamu, lakini sivyo ilivyo. Maana hili ni vazi tu. Kuna wengi wanavaa mavazi ya namna hii na sio Waislamu, na pia vile vile katika imani ya Kiislamu mavazi ya namna hii yanavaliwa na hayamfanyi mtu kuwa Muislamu. Kwamba kile kinachokufanya kuwa Muislamu ni yale ambayo utayasoma leo, yale ambayo ni ya msingi ya kuangalia na kujua kile kinamfanya mtu kuwa Muislamu. Tunapoanza, ningependa niweze pia kuwasalimu wa upande mwingine ambao ni Waislamu, ambao najua kwa bila shaka watakuwa wakifuatilia mikanda hii pia na mikanda inayofuata, maana tutajifundisha mengi kuhusu imani hizi mbili. Na hata imani zingine tujifundisha pia imani zingine. Kuna imani vile kama vile Kihindu, kuna imani kama vile katika pia kuna imani inaitwa kama Mormons ama Mormons, ambao ni imani pia iko katika dunia. Kuna imani kadhaa ambazo ziko. Ukristo pia uko na madhehebu mbalimbali. Tutachunguza na kuangalia kwa nini yakawa mengi. Haya ni baadhi ya mambo ambayo tutayasoma. Kwa hivyo endelea kufuatilia mikanda yetu na uendelee kuwa pamoja nasi ukisubscribe, kwa sababu hiyo ndio itakuwezesha tunapokuwa na kanda mpya unaweza kuiona, ama tunapokuwa na video mpya unaweza kuwa wa kwanza kuitazama na kujifundisha mengi ambayo tutakuwa tunasoma katika msururu wa mafundisho haya. Kwa Waislamu, nataka niwasalimu kabla sijaanza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni salamu nzuri tu, kwa maana inasema amani na baraka ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nao. Kwa hivyo kwa Mkristo pia kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haina maana yoyote kwamba imekufanya Muislamu, maana ni amani. Nasema amani ya Mwenyezi Mungu, baraka zake ziwe pamoja nao. Na kwa kujibu naye atajibu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh, iwe nawe pia, ama amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwe nawe pia. Hii ndiyo maana ya salamu hii. Kwa hivyo haina maana yoyote kwamba inakufanya Muislamu kwa kusalimu hivyo. Kwa hivyo salamu, baada ya kusalimia hivi, jina langu ni James, mtumishi James Njiro Mutegi, na nakukaribisheni ili kwamba tuweze kuingia moja kwa moja bila kupoteza muda katika somo hili la leo. Somo la leo lenyewe tutaangazia imani haswa ya Kiislamu. Swali la kwanza tutakalojiuliza, je, Muislamu ni nani? Na tunajiuliza swali hili, Muislamu ni nani? Wengi wamekuwa na dhana kwamba Mwarabu ni Muislamu, ama kila Mwarabu lazima awe Muislamu, ama imani ya Kiislamu ni ya Waarabu. Hii si kweli, kwa sababu wapo Waarabu ambao ni Wakristo, wapo Waarabu ambao si Waislamu kabisa, wapo Wakristo ambao pia ni Waarabu, wapo Waislamu ambao ni Wachina, Wazungu, wa Afrika. Kwa hivyo
haina maana yote kwamba imani ya Kiislamu ni ya Waarabu tu. Hii ni imani ambayo ukishaiamini tu basi wewe unakuwa Muislamu. Haizingatiwi kwa sababu ya kuwa wa kabila fulani, wa rangi fulani, kwa mavazi fulani, lakini ni imani ambayo tutajifundisha mambo ya msingi yanayokufanya wewe kuwa Muislamu, na ni lazima uyazingatie ili kuweza kuwa Muislamu. Lakini katika swali hili tutaangalia, je, Mwarabu ni nani na Muislamu ni nani? Katika kitabu cha Mwanzo 25. Kitabu cha Mwanzo 25 na maneno yanayosoma pale katika kitabu cha Mwanzo 13 inasema, na haya ndiyo majina ya wana wa Ishmaeli kwa majina yao na kwa vizazi vyao. Mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli ni Beyothi na Kedari na Abdeli na Mibshamu na Mishma na Duma na Masa na Edadi na Tema na Yeturi na Nafishi na Kedema. Hao ndio wana wa Ishmaeli, na hayo ndio majina yao katika miji yao na katika vituo vyao, mashahidi 12 kwa kufuatia jamaa zao. Ukiangalia katika historia hii, Ibrahimu alipokuwa amekosa mtoto kwa muda mrefu, Mungu akamtokezea na kumwambia kwamba atamfanya baba wa mataifa na atamzaa mwana wa kipekee ambaye atakuwa ndiye mbarikiwa atakayekuwa baba wa mataifa. Ndiposa tunaona kwamba kwa kuwa na taswishi na ahadi hii, mke wake Sara, kwa sababu alikuwa amezidi umri, miaka yake ilikuwa imeenda sana, akamshawishi Ibrahimu kumchukua mjakazi wake. Na alipomchukua mjakazi wake ndipo akapata mimba ya mtoto wa Ishmaeli. Na alipozaliwa Ishmaeli, tunaona kwamba baadaye Mungu akamwambia, vile ulivyofanya sivyo. Nilikwambia katika viuno vyako utapata mtoto wa kiume. Naye mtoto huyu alipozaliwa alikuwa ni Isaka. Na baada ya kuzaliwa Isaka ndipo tunaona kwamba kaingia mtafaruku katika familia. Mungu hakufurahishwa na hali hii. Sara akawa ameghadhabika sana kwamba mtoto huyu Ishmaeli ambaye ni mtoto mjakazi hawezi kurithi pamoja na mtoto wake. Kwa hivyo akaamuru afukuzwe. Na ndiposa Ibrahimu alipoghadhabika, Mungu akamwambia, usighadhabike, maana ulisikia sauti ya Sara. Basi hata katika hili msikilize, mfukuze huyo Hajiri na mtoto wake. Lakini kwa kauli hii akamwambia, lakini hivyo hivyo nitambariki Ishmaeli pia, kama vile ni mtoto wako, nitamfanya kuwa taifa kubwa na atakuwa mtu wa kuwa ama atakayemiliki mambo mengi. Kwa hivyo hakumwacha bila mibaraka, na ndiyo taifa kubwa la Waarabu. Leo hii Waarabu wote wana vyanzo vyao ni katika Ishmaeli. Ndiposa tunasema kwamba tuko na undugu ambao ni wa kijamaa, undugu wa kidamu, kwamba watoto wa Ibrahimu wote walikuwa ni watoto wazuri na ni watoto ambao walihusiana. Ijapokuwa katika imani hapo ndipo tunahitilafiana, maana wale wanaoamini katika imani ya Kiislamu basi wanakinzana na wanaoamini katika imani ya Kikristo. Lakini haya ni mambo tu ya kuelewa na kuyafahamu, kwa sababu wengi wa Wakristo hawajui historia hii. Wengi wa Wakristo hawajafahamu kwamba upo uhusiano gani kati ya Muislamu na Mkristo, na hawajui Muislamu ama Mwarabu asili yake ni wapi. Na sio kwamba kila anayezaliwa katika Waarabu lazima awe Muislamu. La hasha. Hii inaweka bayana kwamba ni kila anayeamini imani hii na kila ambaye anazingatia mambo yaliyonakiliwa katika kitabu chao. Waislamu kwa kawaida wanatumia kitabu hiki. Kitabu hiki kinaitwa Qur'an, na kwa tafsiri ya Kiswahili utaona imeandikwa Qur'an takatifu, na ni kitabu ambacho wanaamini kwamba unapokisoma ndicho kilicho na ujumbe wa mwisho wa nyakati hizi. Wanasema kulingana wao kwamba ndio kitabu cha mwisho kilichoteremshwa na Mungu, na ndicho kitabu kinahitajika kuaminiwa na dunia sasa. Lakini hii ni imani yao. Haya ni mambo ambayo baadaye tutayaoji, tuone kama kuna ukweli wowote katika jambo hilo ama kuna mambo yaliyo na maswali. Tutaona tunapoendelea na mkanda hii. Mpendwa mtazamaji, na kukaribisha tunapoendelea katika somo hili. Jambo la pili ambalo tunapenda kuliangalia ni je, sasa ikiwa Muislamu ni si Mwarabu, ni kila mtu ambaye anaamini imani hiyo, basi ni mambo gani ambayo yako katika imani hii ya Kiislamu?
Katika imani ya Kiislamu zipo nguzo tano ambazo ni za msingi sana katika imani hii. Nguzo hizi tano ndizo zinamfanya mtu kuwa Muislamu, na ndizo nataka tuziangalie leo, na nguzo hizi ni za msingi kwa Muislamu yeyote na ni lazima kuzingatiwa. Nguzo ya kwanza ni shahada. Shahada ni kukiri kwa moyo ama na kutamka kwa mdomo ama kwa ulimi kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa ila Allah na Muhammadi mtume wake. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Unapokiri hivi, kama wewe unataka kuwa Muislamu, basi ukishakiri hivi mbele ya imamu ama mbele wa waumini wa Kiislamu, basi ndipo wewe unakuwa Muislamu. Haufanyiki Muislamu kwa kuvaa kanzu, kwa kuvaa hijabu, kwa kufunga ninja, kwa kuvaa buibui, haikufanyi kuwa Muislamu. Lakini unapokiri mbele ya imamu kama mbele ya waumini wa Kiislamu kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa ila Allah na Muhammad mtume wake, basi sasa hivyo ndio unazingatia nguzo ya kipekee ya muhimu ambayo inakufanya wewe kuwa Muislamu. Wengine wanafikiria kwamba nikivaa kanzu kama hivi na kofia basi nishakuwa Muislamu. Hata nikwambie, siku moja kulikuwa na muarifu mwanamke ameua rafiki yake wa kiume kutoka sehemu za Central Kenya, na akawa ametoroka katika sehemu ya Coast na akaingia sehemu za Mombasa kule Ndiani, akapotelea kule. Lakini wakati wapelelezi walipompata, japokuwa yeye hakuwa Muislamu, lakini alipatikana keshabadilisha jina, akashavaa nguo za Kiislamu, amevaa buibui, nafunga ninja ili asije akapatikana. Lakini ni swali langu ni je, kwa kuvaa hivyo alishakuwa Muislamu? La, huyo ni muhalifu tu, alikuwa ni muuaji. Kwa hivyo hawezi kuhesabika kama Muislamu kwa sababu ya kuvaa mavazi. Lakini anapokiri mbele ya imamu na kuzingatia yaliyonakiliwa katika kitabu hiki cha Qur'an, ambao ndio imani yao inajengeka hapa, basi hiyo ndio inakufanya kuwa Muislamu. Kwa hivyo hatua ya kwanza ni shahada, ambao ni kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa ila Allah na Muhammadi mtume wake. Hatua ya pili ama nguzo muhimu ya pili ni sala. Sala ni mojawapo ya nguzo muhimu katika imani ya Kiislamu. Sala inapatikana katika Qur'an, imeagiziwa katika sala 5 ambazo kila Muislamu lazima afanye sala mara 5 kwa siku. Hii imenakiliwa katika kitabu cha Qur'an sura ya 30. Sura ya 30 aya yake ni ya 17 na 18. Kwa wale msiojua, kitabu cha Qur'an kinafunguliwa kuanzia upande wa kushoto kikienda upande wa kulia. Inaanza kushoto ikielekea kulia, ama inaanza nyuma ikielekea mbele. Hii ndivyo inavyofunguliwa. Kwa hivyo usishangae ukiona na ikifungua hivi. Kwa hivyo upande wa mwanzo ndio kuna sura Al-Fatiha. Sura Fatiha ndio sura ya kwanza, inafuatwa na sura Al-Baqara na inaendelea hivyo sura Imran, sura Nisa, Maida na kuendelea mpaka mwisho. Kwa hivyo utaona kwamba unapofungua Qur'an unaanza mkono wa kushoto ukielekea mkono wa kulia, na ndipo sasa nataka tufungue sura ya 30, haya yake ni ya 17 na 18. Nasema hivi: basi mtukuzeni Mungu mnapoingia katika nyakati za usiku kwa kusali magharibi. Magharibi ni baada ya kupunga kwa jua. Wakati jua linapotua, kila Muislamu anatakaniwa kwenda kusali. Magharibi ni wakati wa kupunga kwa jua. Pia anasema na ishai. Ishai ni wakati wa usiku kuanzia saa 1, saa 2 za usiku ukielekea saa 2:30 au saa 3. Hao ni masaa ya usiku, wakati kabla ya Muislamu hajaenda kulala anatakaniwa kwenda kusali. Pia soma fungu la 18, na mnapoingia asubuhi kwa kusali alfajiri. Alfajiri ni masaa ya asubuhi kabisa, mapema sana, kuanzia saa 9, saa 10, saa 11 ni masaa kunapoadhiniwa saa 10 unafaa kwenda kusali na kumtaja Mwenyezi Mungu pale msikitini. Pia anasema na sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mbinguni na ardhini, na mtukuzeni wakati wa alasiri. Alasiri ni masaa ya mchana katikati, wakati ambapo mchana umefika katikati ndio masaa ya alasiri. Ndipo utaona kwamba mara nyingi kunaadhiniwa dakika 15 kabla ya saa 7, na wote wanahitajika kuingia msikitini kwa ajili ya kusali. Pia anasema na mnapoingia katika wakati wa adhuhuri. Adhuhuri ni masaa ya mchana baada ya saa 7, masaa ya saa 10
hapo ndipo wanahitajika tena kuingia msikitini kwa ajili ya kwenda kusali. Katika kauli hii, mpendwa mtazamaji unayenitazama, nataka kukinzana na kauli hii. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanadamu hana uwezo wa kuishi pasipo maombi. Lakini kulingana na imani hii, wanaamini kwamba kwa kusali mara 5 kwa siku imetosha. Nataka nikwambie mpendwa, ili uweze kutoboa katika maisha haya, ili uweze kuishi vizuri katika maisha haya, unatakikaniwa kuomba kila dakika. Kila wakati ni wakati wa kuomba. Kila dakika ni dakika ya kuomba. Kila siku, mahali popote, sio lazima uwe kanisani, sio lazima uwe msikitini. Wakati wowote ndio wakati wa kuomba. Ndipo utagundua kwamba Wakristo wengi wanaomba wakati wowote. Anapopanda gari anaomba, anapokuwa ndani ya gari anaomba, anaposafiri akitembea anaomba, anamuita Mungu. Wakati wowote ni wakati wa kuomba. Kwa sababu hii nataka kuwapatia changamoto Waislamu kwamba wakati wa kuomba si mara 5, japo kuwa ni nguzo muhimu katika imani, lakini zingatieni sana kuomba kila wakati, kwa sababu Mungu anataka watu ambao wanamtegemea kila dakika, sio mara 5 kwa siku. Na ndipo utaona kwamba katika jambo hili ndipo wanahitilafiana sasa Wakristo na Waislamu. Nguzo nyingine ya 3 na muhimu sana ni nguzo ya kufunga. Hiyo inaitwa saum. Saum ni nguzo ya muhimu sana. Saum ni ile kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni ya kila mtu, kila mmoja anaruhusiwa kufunga ama imemlazimu kufunga. Qur'ani inasema nanyi mmelazimishwa kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa sababu hii haina mbadala, haina jambo la kuwa utafanya kuliko kufunga. Kila Muislamu ana lazima afunge. Ijapokuwa kuna mambo ambayo yanaweza kusababisha usifunge, lakini unahitajika pia kuja kulipia ikiwa ulisababisha ama ulipatikana katika hali ya kutofunga. Kwa mfano, kuna wengine wanaweza kuwa ni wako safarini, safari ndefu na hawezi kufunga. Kwa hivyo huyo anaruhusiwa, lakini anapomaliza safari pia vile vile anafaa kulipia zile siku ambazo hakuweza kufunga. Kuna wale ambao ni wagonjwa, anaweza kuwa anatumia madawa. Huyu pia anaruhusiwa asifunge, lakini pia ikiwa ataweza wakati mwingine anaweza kulipa zile siku ambazo hakuweza kufunga ili kuwa katika sawa ya mwezi huu wa Ramadhani. Pia kuna wale ambao ni wanawake katika siku za kunyonyesha ama katika siku zao pia wanaruhusiwa kutofunga, kwa sababu jambo hili linaruhusiwa. Na ndiposa utaona kwamba wengine utampata ni mama yuko pale nyumbani hajafunga kwa sababu zile ambazo zinaruhusiwa katika vitabu vya dini. Kwa sababu hiyo mpendo, haya ni mambo ambayo ukiyaona usishangae. Usione mtu pengine kwa safarini anakula ukasema wewe si Muislamu, wewe mbona ufungi? Yeye anaruhusiwa kutofunga ikiwa bado ako safarini, ama ikiwa anatumia dawa basi anaruhusiwa asifunge. Lakini kuna mambo ambayo unaweza kufanya kulipa, kama vile unaweza kuwa wewe ni mgonjwa lakini una uwezo wa fedha. Baada ya Ramadhani unaweza kumlipa mtu akafunga kwa niaba yako ukapata thawabu. Pia haya ni mambo yanayoruhusiwa. Na pia baada ya Ramadhani unaweza kulipa zile siku ambazo hukuweza kufunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nguzo nyingine muhimu katika imani hii ni nguzo ya zakat. Zakat ni ibada ya kutoa zaka ama kutoa sadaka ambazo wanazitoa kwa mfumo wa zaka, na hii inaaminika kwamba kwa wale wa Kristo wanasema ni fungu la 10, lakini kwa Waislamu ni fungu la 25 ama asilimia 25 katika mapato yao wanahitajika kutoa kama sehemu ya sadaka, ili kwamba waweze kuwa na wakati mzuri na Mungu wao, ili waweze kufanya ama kuwa na hali nzuri na Mungu wao, na waweze kuendelea kuhesabika na kupata thawabu katika imani. Kwa hivyo wapendo, utaona kwamba siku ya Ijumaa wengi wanatoa sadaka katika misikiti hizo, kama mfumo wa chakula wanaleta, wanasaidia mayatima, wanapeleka vyakula sehemu ambazo zina watu wasiojiweza, wanatoa pesa kwa maskini wanaoomba, na pia wanaweza kufanya mambo mengi ambayo yanatolewa kama sadaka. Hii ndiyo inahesabika kama zaka katika imani ya Kiislamu, na hii ni kwa wale wanaojiweza. Kwa hivyo utaenda msikitini siku yote atupate kuna mtu anazunguka na kitasa kuokota sadaka, isipokuwa kama kuna mhitaji amepatikana pale na imetangazwa na imamu kwamba kuna mtu yuko hapa tunahitaji kumsaidia, huyo ndio utaona watu wanaweza kukusanya pesa wakamsaidia. Lakini hakuna sadaka ile ya kutolewa kila siku ya kusali kwamba wanatoa sadaka.
lakini zaka inatolewa na wale matajiri, wale wanaojiweza wanatoa zaka kwa ajili ya kusaidia watu. Kwa sababu hiyo ni nguzo muhimu na inawahusu wale matajiri. Nguzo nyingine ambayo ni muhimu ni hija. Hija ni imani ama ibada ya kwenda kuchinja, ibada inayofanyika mara moja kwa mwaka, na inakusudiwa kwamba kila pia aliye na uwezo aweze kuhusika katika ibada hii na aweze kushiriki ikiwa na uwezo mara moja kwa mwaka, na pia ikiwezekana hata kama utaweza kila mwaka, mara moja kwa maisha yako ukiweza kufika pale Maka na kushiriki katika ibada hii, basi itakuwa bora zaidi kwako, kwa sababu ni nguzo muhimu katika imani na inakuzidishia thawabu katika imani. Kwa hivyo nguzo hii pia ni muhimu sana na inamhusu kila Muislamu aweze kuzingatia na kuweza kuwa nayo anapoendelea katika hali zake. So tumeangalia nguzo ya sala, tumeangalia nguzo ya zakat, tumeangalia nguzo ya hija, tumeangalia nguzo ya saumu. Hizi ni nguzo tano, na nguzo ya shahada ambazo ni nguzo tano ambazo kila Muislamu anatakana kuzingatia ili aweze kuwa Muislamu. Pendwa, nataka pia uangalie pia mambo mengine ambayo yanahusu imani hii, mambo kama vile unapotazama katika imani ya Kiislamu pia kuna mambo ambayo wanayo yaamini na ni ya kuhoji pia. Tuulize swali kwamba je, kama vile ilivyo katika imani ya Kikristo tunaona leo madhehebu ni mengi. Je, kwa Uislamu kunao madhehebu mengi? Ndiyo, yako madhehebu mengi. Wako wa Sunni, wako wa Shia, wako wa Ahmadiyya, wako madhehebu mengi, na hawa wote wanakuwa ni madhehebu katika imani hii. Wanahitilafiana katika vijimambo vidogo vidogo ambavyo wao wengine wanaviamini, wengine hawaviamini. Kwa mfano, natoa mfano tu, kuna wale wanaamini kuhusu maulidi na kuna wale wasioamini katika maulidi. Kuna wale wanaoamini kwamba kujilipua na kujiua ni imani ya Kiislamu, na kuna wale wanaamini si imani ya Kiislamu. Wanapohitilafiana mambo haya, ndipo unapata wana madhehebu madogo madogo ambayo yako miongoni mwa imani hii ya Kiislamu. Pia tungependa kuangalia pia vigezo muhimu ambavyo vimejenga imani hii. Kigezo cha kwanza ambacho kimejenga imani hii ni kigezo ambacho kinasema Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja ni imani yao, na ndio wanafundisha sana na kuzingatia sana kwamba Mungu ni mmoja. Na hii ni kweli kabisa. Kusema Mungu ni mmoja si uongo, Mungu ni mmoja. Lakini kwao wanapoifundisha, wanafundisha kana kwamba imani zingine zinafanya Mungu kuwa wengi. Hii wanatumia haswa sana ile kauli ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wanasema Wakristo wanamfanya Mungu kuwa watatu, lakini hii ni kutokuelewa tu. Ukisoma Biblia inasema Mungu ni mmoja. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati, Kumbukumbu la Taurati. Soma kitabu cha Kumbukumbu la Taurati 6, inasema maneno yafuatayo. Kumbukumbu la Taurati 6 mstari wake wa 4. Sikiza, he Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Kwa hivyo Mungu ni mmoja, hakuna swali katika hili. Lakini wao wanapolifundisha wanasema kwamba Wakristo wanafanya Mungu kuwa watatu, na wanasema kwamba ni wanamshirikisha Mungu na kuwafanya watatu. Hii ni kutokuelewa, kwa sababu Mungu ni mmoja, japo kuwa ana jinsi anavyofanya kazi, ana jinsi anavyoweza kujiweka yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe anajijua na ana uwezo mwingi. Sifa zake ni kwamba ni muweza yote, na yeye hawezi kupimiwa na mwanadamu. Kwa hivyo uweza wako haulinganishwi. Mawazo ya mwanadamu hawezi kuingia uweza wa Mungu. Hauwezi kutafakari ni mambo makuu ya Mungu. Na ndipo utaona kwamba wanadamu hawa katika imani ya Kiislamu wanaamini kwamba majini yanaweza kuingia katika paka, yanaweza kuingia katika ng'ombe, yanaweza kuingia katika kondoo, yanaweza kuingia katika mbuzi. Lakini unapozungumzia habari za Mungu kuchukua umbile la mwanadamu na kuwa mwanadamu ama kuzaliwa, wanaona hili haliwezekani. Lakini wacha nikupe changamoto leo. Kwa mfano mimi naishi katika mitaa ambayo haiwezi kufurahisha sana. Ni mitaa ambayo ni ya nyumba ndogo ndogo za watu kukaa pamoja, saa zingine kutumia vyoo kwa pamoja. Ni mitaa ambayo si matajiri wengi watapenda mitaa hiyo. Lakini utagundua kwamba katika mtaa huo duni hivyo, rais wa nchi hii akiamua kuja kwangu, hata bila taarifa, anaweza kuingia wakati wowote. Kwangu anaweza kuja wakati wowote, si kwa sababu nimemwalika, si kwa sababu ningependa, si kwa sababu yeye akiamua, sina la kumzuia, siwezi kumzuia, maana yeye ana uwezo.
lakini mimi siwezi kuingia ikulu vile nitakavyo. Siwezi kukaribia mahali anapokaa vile nitakavyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni mkuu, yeye ana uwezo, mimi sina uwezo. Kwa hivyo yeye anaweza kuingia kwangu atakavyo, lakini mimi siwezi kuingia kwake nitakavyo. Kwa sababu hii inamaanisha kwamba Mungu ana uwezo, yeye anaweza fanya atakavyo, lakini sisi hatuwezi fanya tutakavyo. Ndiposa unaona kwamba mara nyingi watu wanahoji kwamba wana wa Mungu, wana wa Yesu, kwamba Mungu akafanyika mwana, Mungu akaingia katika umbile la mwanadamu, akafanyika, akaja, ilikuwa kuwaje? Haya ni mambo ambayo hayawezi kuingia katika akili ya mwanadamu. Na unapoyafikiria kibinadamu, basi utaona kwamba utahoji na utakataa na utasema kwamba huu ni upotovu na utakuwa ni mtu wa kukosoa tu. Lakini utakapojua kwamba Mungu apimiwi uwezo, basi utakuwa ni mwenye kuelewa na mwenye kupata faida kubwa katika yale ambayo tunayofundisha siku ya leo. Kwa hivyo Mungu ni mmoja, na pia kwa Kristo Mungu ni mmoja, na wanaamini hivyo. Japo kwa Waislamu wanafikiria kwamba Mkristo anamshirikisha Mungu. Jambo lingine ambalo wanaamini kitabu, wanaamini kuna maandiko matakatifu, ama wanaamini scripture ama neno la Mungu. Wanaamini kwamba kitabu hiki ndicho neno la Mungu, na wanaamini kwamba unapokiamini kitabu hiki, basi wewe utakuwa uko sawa na uko salama. Na wanaamini kwamba ndicho kilicho na ujumbe wa mwisho. Ijapokuwa kuna mambo mengi pia ya kuhoji katika hilo, kwa sababu kitabu hiki kina mambo mengi ambayo tutakapokuwa tukiingia ndani tutaona kwamba ni mambo mengi ya kuhoji ambayo hayana ushahidi wowote, hayana msingi wowote, na hayo mambo ndio yanaitikadiwa kuwa ni maneno matakatifu ya Mungu. Kwa hivyo tutaona tu wakati tunapoendelea, lakini kwa kauli hii wao wanaamini ni maneno matakatifu ya Mungu. Na kwa hivyo unapomuona Muislamu anaamini hiki ni kitabu cha Mungu, na unapomsomea hiki kitabu, hata kama ni katika ubishi wa namna gani, kama mnasoma katika hiki kitabu, hautaona vita, hautaona shida kwa Muislamu. Kwa hivyo hiki ni kitabu wanachokiamini sana, na kwao ni kitabu kitakatifu. Japo kwa wanasema kuna vitabu vingine ambavyo viko upande mwingine, ambapo sana sana wanaitikadi viko kwa Ukristo. Nasema kuna Taurati, kuna Injili na Zaburi. Lakini unaposoma katika Qur'ani, inapozungumzia Taurati, Injili na Zaburi, ambapo wanasema ni vitabu vilivyoteremshwa kabla ya Qur'an. Qur'ani inasema Zaburi, Injili na Taurati, halafu inaacha ... Kwa wale ambao walienda shuleni, hata kama ni mara kidogo, utagundua kwamba sentensi yoyote inapoacha ... ina maana kwamba kuna muendelezo ama kuna kuendelea. Kwa hivyo haina maana kwamba kwa sababu Qur'ani imetaja Injili, Taurati na Zaburi kwamba ndio vitabu pekee viko sawa. Lakini ile ... inamaanisha kwamba na vitabu vyote vya Biblia ni vitabu vitakatifu. Na ndipo utaona kwamba kuwauliza waliopewa kitabu kabla yao ambao ni Wakristo, kwa sababu katika hiki cha Qur'ani kuna mambo ambayo wataona wakitilafiana nayo, na ndipo sasa wakatumwa kuuliza waliopewa kitabu kabla yao. Mafungu yao tutawasomea kwa sasa hivi. Tunasema kwa muhtasari yale ambayo yanahusu imani, na tutayaona kwa muhtasari tu, lakini tutakapoingia katika uchambuzi tutasoma mafungu mengi ambayo utaona kwa kweli maneno hayo tunayosema tutadhibitisha ni kweli. Jambo lingine ambalo wanaloliamini, wanaamini malaika, wanaamini kuna malaika, na wanaamini malaika wako, malaika ambao wana jukumu mbalimbali. Wanaamini kama vile malaika Jibril, malaika wa ujumbe, ndiye alitumwa kwa malaika Maryam kumpelekea ujumbe wa kumzaa mwana. Kusoma Qur'an sura ya 19 aya 19, malaika huyu malaika Jibril ndiye alitumwa kwa Maryam na akampelekea ujumbe wa kumzaa mwana. Na utaona kwamba kuna malaika Jibril, wanaamini kwamba malaika Jibril ndiye malaika anatumwa kwa kutoa uhai wa watu. Kwa hivyo mtu anapokufa, basi bila shaka kulingana na imani ya Kiislamu amekutana na malaika Israel. Malaika Israel ndiye anatumwa kutoa uhai wa watu. Na huyu malaika anapokufikia, kazi yake ni kuchukua uhai na wewe unakata roho. Malaika kama vile Mikail, na malaika kama vile Israfil. Israfil ni malaika wanaoamini kwamba ni malaika ambao ni wa kupiga barangumu, malaika wa kupiga tarumbeta, malaika ambao ni wa kutoa tahadhari ama kushangilia, kutoa ushindi kwa kupiga tarumbeta ama barangumu. Kwa hivyo wanaamini malaika hao wako. Na pia wanaamini siku ya kiyama. Wanaamini kuna kiyama baada ya mtu kufa, baadaye
kuna kiyama ama siku ya mwisho, siku ya malipo. Na hii ni imani ambayo iko sahihi kwamba kuna siku ya mwisho. Maana yake hata katika Biblia imetaja kuna siku ya mwisho na kuna siku ya kiyama, wakati ambapo kila tendo kila neno la siri na radahili litaweza kulipwa. Lakini katika kauli hii pia wanaamini pia kuna ufufuo wa wafu, wakiamini kwamba mtu atakapokufa bila shaka baadaye kutakuwa na ufufuo ili kupokea malipo. Lakini katika swala hili kuna jambo ambalo wanalisema ambalo aliko sawa. Kwa mfano, wanasema mtu anapofariki, anapoingizwa kaburini, anakutana na malaika. Malaika huyo anamuuliza, "Je, wewe ulikuwa wa umma gani?" Na anafaa kujibu mambo mawili. Mimi nilikuwa wa umma wa Uislamu, ama nilikuwa wa umma wa Muhammad, ama useme nilikuwa wa umma wa makafiri. Manake kwa Muislamu anaamini hakuna zaidi ya Islam. Kama wewe si Muislamu, wewe ni kafiri. Kwa hivyo kama ulikuwa umma wa Muhammad ama umma wa Kiislamu, wewe ulikuwa ni umma wa kafiri. Kwa hivyo anasema huyu malaika anapokuuliza swali hili, ukisema nilikuwa umma wa makafiri, unaanza kichapo pale pale kaburini. Alafu ikiwa utasema ulikuwa umma wa Muhammad, ndipo wataanza kuipimwa yale matendo yako. Ikionekana mabaya pale, unapata adhabu pia kiasi. Ndiposa unapelekwa katika kungojea siku ya kiyama ama siku ya mwisho. Lakini hii ukiangalia ni imani potovu, ni imani sio ya kweli. Maana unaposoma Biblia inatuambia maneno yafuatayo. Katika kitabu cha Mhubiri 9:5. Kitabu cha Mhubiri 9:5 ina maneno ambayo inaosema. Na maneno haya nataka uyazingatie sana, maana watu wengi hata katika Wakristo wana imani hizi za kusema kwamba mtu akifa sijui anafanywa nini, anaenda wapi. Haya ni mambo yaliyo mapotovu. Biblia inasema, "Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesauliwa." Pendwa, wale walio hai ndio wanajua watakufa, lakini mtu aliyekufa hajui chochote tena. Mtu aliyekufa hajui kitu chochote katika maisha haya, ndiye anajua, lakini anapokufa basi amesaulika. Yeye anakuwa ni mavumbi, roho yake inamrudia Mwenyezi Mungu. Ndiposa siku ya hukumu anarudishiwa ule mwili. Mwili ndio anarudishwa, mavumbi yanakusanywa tena, anarudishwa mwili na moyo wake unarudi, ndipo anakuwa kiumbe tena. Lakini pale kaburini hamna lolote. Hakuna kazi, hakuna chochote, hakuna adhabu, hakuna kitu. Huu ndio kweli wa mambo, isipokuwa mafundisho haya yako katika imani hizi za Kiislamu na watu wanaamini. Lakini nataka kushauri mpendwa, hiyo ni imani ambayo sio na msingi, kwamba mtu akifa anarudi mavumbini na anangojea siku ya kiyama. Siku ya kiyama ni kweli ipo, lakini hakuna kazi yoyote pale kaburini. Naamini pia baada ya kuamini kuna ufufuo, wanaamini kuna ufufuo baada ya wafu katika siku ile ya mwisho. Pia wanaamini kuna manabii. Wanaamini kuna manabii, ndiposa wanasema kwamba wale watu wote waliokuwa wazee wa zamani, manabii, wale patriarchs ama wazee wa kitambo wote kuanzia Adamu, Nuhu, Ibrahimu, wote wanasema ni manabii, na wanaamini kwamba walikuwa ni manabii. Na ndiposa wanasema kwamba sasa nabii wa mwisho ni Mtume Muhammad. Pia wanamuhusisha Yesu katika kundi la manabii, lakini hapo pia nataka kuhitilafiana nao, kwa sababu Yesu hakuwa nabii. Yesu alikuwa ni Mungu, na ni Mungu aliyefanyika mwili, kwamba Yesu hakuwa nabii kabisa. Yesu alikuwa ni zaidi ya nabii, maana yeye ndiye neno la Mungu. Yeye ndiye kila kitu. Pasipo yeye hakuna kitu. Kwa hivyo maandiko yanatuambia kwamba yeye ni mwanzo na mwisho. Yeye ndiye Alfa na Omega. Hizi ni sifa za Mungu. Kwa hivyo na Mungu hawezi kushare sifa zake na mtu mwingine. Kwa hivyo Yesu alikuwa si nabii. Yesu alikuwa ni Mungu. Kwa hivyo wapendwa, katika mambo haya ni vizuri uweze kufahamu, ili kwamba unapohusiana na ndugu zako, unapofanya kazi, unapokaa, uweze kufahamu ni yapi wanaoyaamini, ili kwamba uweze kukaa nao kwa uzuri. Na pia ukumbuke jukumu lako kubwa. Jukumu la Mkristo ni moja tu, ambalo linapatikana katika kitabu cha Mathayo 28. Kitabu cha Mathayo 28 mstari wake ni wa 19. Inasema maneno yafuatayo na 20. "Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari."
Kwa hivyo mpendwa, wewe kama Mkristo, jukumu lako kubwa ni kuwafikishia watu habari njema. Habari njema, ukisoma kitabu cha Warumi 1:16, habari njema ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia, na kwa wote wanaomwamini wanafanyika wana wa Mungu. Kitabu cha Yohana 1 inasema kwamba wote waliompokea walipofanyika kuwa wana, hao ndio wale waliaminio jina lake. Hao wale ambao wanamwamini Yesu na kumpokea. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo kila atakayemwamini huyu Yesu, kila atakayefikishia ujumbe huu ambao ni kazi yako wewe Mkristo unayemtazama, na wewe mtu wa Mungu, utakapomfikishia mtu habari njema hii ya wokovu, kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele, basi utakuwa ni mwenye kupata thawabu, utakuwa ni mwenye faida kubwa, ni wewe utakuwa ni mwenye kubarikiwa na mtu mwenye kuwa na mibaraka mingi hata katika siku ile ya mwisho. Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki. Tuombe. Baba na Mola wetu unayetupenda, asante kwa sababu ya kipindi hiki ambacho tumejifunza mengi. Kuwa nasi tunapoendelea, tutakapokuwa na mafundisho mengine. Bariki mtazamaji wangu akaweze kuwa ni mwenye kusikiliza na mwenye kutilia maanani na mwenye kuwa na mahusiano bora na wenzetu. Ni katika Kristo kwa imani tunaomba. Amen.